naitwa Salum Saif Suleiman ambaye ni mkurugenzi wa Mapio Miladi, pia ni mwandishi wa Mufti wa Tanzania. Na leo pia nimepewa cheo kingine, nimechaguliwa kuwa mwenyekiti wa wanahabari wa Umoja wa Uislamu Tanzania TAMJA. Leo tulikuwa kwenye mchakato wa uchaguzi kuchagua viongozi, na alhamdulillah uchaguzi umepita na tumepata kura almost 41, na nimechaguliwa kuwa mwenyekiti wa wanahabari wa Umoja wa Wanahabari wa Kiislamu Tanzania. Nawaahidi waandishi wa habari wa Kiislamu kwamba tutashirikiana nao vizuri kwa pamoja na kulinda haki zao, kwa sababu kila jambo la Uislamu linaonekana liko nyuma. Tunaweka umoja huu pia kuwanyanyua wale ambao hawana uwezo na wale ambao wamejikatia tamaa, na kuwainua kuwa wanahabari ambao wa kuaminika zaidi na vyombo vyao pia kutambulika. Kwa wale ambao bado hawajaingia katika umoja huu, tunawaomba wa Tanzania nzima wa Umoja wa Uislamu au wanahabari wa Kiislamu Tanzania, basi waje wajiunge kwenye umoja huu ili tupate ushirikiano mmoja, uwe na nguvu moja, kwani Mwenyezi Mungu anasema kwamba umoja ni nguvu, utengano ni dhaifu. Ndio neno Mungu amesema litoeni, umoja ni nguvu na dhaifu. Lakini kwenye hadithi ya Mtume anasema kwamba shirikianeni katika kamba ya pamoja. Kwa maana tukishirikiana kwa pamoja, basi tunaweza kutengeneza kitu kimoja kwa ushirikiano mzuri, na sisi Waislamu au media hizi za Kiislamu kutambulika zaidi na kupata fursa mbalimbali. Na fursa nyingi zao tutazifanya kupitia umoja huu, kuandaa makala mbalimbali za Uislamu, kwa hiyo historia za Kiislamu mbalimbali ambazo zimepotea na hakuna mtu ambao kuzisemea hizo historia. Ni sisi wenyewe ndio ambao tunatakiwa kuzisimulia na kuzieneza. Kimsingi nafasi ya katibu ni nafasi ya taaluma. Kwa sababu lazima awe mwandishi wa habari, kwa sababu hii sehemu ni ya kitendaji na ni taaluma, ni katika vitu ambavyo nilikuwa nikisisitiza. Lakini nashukuru nimepata kura 30 katika 42, haikuwa nyepesi lakini nimepata. Sasa phase ya kwanza tumeshamaliza, na phase ya pili nini naenda kufanya? Kimsingi hatua inayofuata sasa ni kusajili chama. Ndio hatua inayofuata ambayo kimsingi iko kwenye idara yangu. Tutakiwa tupambane ndani ya miezi mitatu tushakamilisha, ndio ahadi nilitoa mchakato. Baada ya kuwa tumesajili, hatua inayofuata sasa ni kuanza kuchagua zile kamati mbalimbali za kitendaji. Kuanzia hapo, hatua inayofuata ni watu kwa vitambulisho, watu kwa tunaita nini bwana, ithibati, kwenda kozi fupi. Huo ndo mpango ambao mimi nimeuahidi, kwa sababu unajua kila mtu kwenye channel yake ama kwenye media yake ana timu yake, ambao kimsingi wao pia wana vision zao, ambao hizo vision zao wanahitaji kutumia platform ya umoja huu kuzitimiza. Mtu akikwama aje hapa tu tumsaidie ili atimize. Kwa mimi ninachopenda kuahidi kwamba as long as nimejicommit nitafanya vile, na Mungu naomba anisaidie. Lakini kikubwa zaidi, ili jambo siwezi kufanya peke yangu bila kushirikiana nao. Ni lazima tushirikiane wote.